Sasa leo nitaenda kufundisha jinsi ya kumtuliza mtu mwenye hasira kwa kutumia neno moja tu. Sasa ulishawahi kujikuta unaongea na mtu au mtu fulani mwenye hasira zidi yako, ukawa unajaribu kujitetea ndio unazidisha tatizo, au mtu anakufokea kwa maneno makali lakini unashindwa ufanyeje ili uweze kumdhibiti huyo mtu au kumtuliza? Sasa leo nitaenda kujibu maswali hayo. Nitakufundisha mbinu za kisaikolojia za kutumia maneno ambayo yana nguvu ya kubadilisha hasira ya mtu hata kama ni kali kama simba, na akatulia na mkawa sawa kabisa. Na ukijua vizuri kutumia maneno haya, unaweza kuboresha mahusiano yako, mazingira yako ya kazi yakawa mazuri, na maisha yako kwa ujumla yakawa mazuri, kwa sababu watu wengi wanapoteza mahusiano mazuri na watu kipindi mtu mwingine anapokuwa na hasira zidi yao. Sasa leo utaenda kujifunza na utagundua jinsi gani ya kutumia maneno kwa usahihi ili kupunguza hasira za watu. Lakini kama hii ndio mara yako ya kwanza kujiunga na channel yetu ya Elcan TZ, karibu sana na usisahau kusubscribe. Sasa neno la kwanza linaitwa nimekuelewa. Sasa unajua neno nimekuelewa ni neno lenye nguvu sana kisaikolojia, kwa sababu asili ya binadamu huwa wanapenda kutambuliwa. Tunaita validation. Yaani njia kubwa ya binadamu wote ni kutambuliwa. Sasa unapokuwa mtu unaongea naye labda ana hasira zidi yako, ukamwambia nimekuelewa, unakuwa unampunguza ile hali ya ulinzi ya yeye kuja kukushambulia, kwa sababu asilimia kubwa mtu anapokushambulia anakuwa na ile hisia kwamba hujamuelewa au umemdharau. Sasa unaposema umemuelewa, maana yake unakuwa umemtambua kile ambacho anapitia. Kwa hiyo utakuwa umempunguzia kabisa nguvu ya yeye kuendelea kukushambulia kwa hasira. Sasa kwa nini hili neno lina nguvu? Jambo la kwanza kabisa, linamaliza ubishi, kwa sababu asilimia kubwa ya mtu kuja kushambulia au kuwa na hasira, maana yake anakuwa anaona kama hujaelewa kile anachomaanisha. Kwa mfano umemkosea, sasa anataka kuonyeshe vile ambavyo jinsi alivyojisikia. Lakini ukisema nimekuelewa, maana yake unakuwa umefanya shortcut ya kumsaidia yeye kuacha kushambulia, kwa sababu haina haja tena ubishi, kwa sababu lengo lake ilikuwa nataka umuelewe kwamba hajapendezwa na hilo jambo ambalo amekuja kukuambia au amekasirikia. Lakini linatuliza mfumo wa mishipa. Mara nyingi waga kuna homoni au kemikali, tuseme kemikali inaitwa cortisol. Waga inazalishwa pale mtu ambapo anakuwa na hasira au una msongo wa mawazo. Sasa unaposema nimekuelewa, unaifanya ile kemikali inapungua, inakuwa ndogo, na hapo mtu anapungua hasira, lakini pia na msongo wa mawazo unapungua, kwa sababu ile hali inatengeneza kama utulivu. Lakini pia linaondoa upinzani, kwa sababu hisia ya mtu kumtambua na kumuelewa inampunguza mtu kuona kwamba sishindani tena na adui, maana yake huyu mtu atajielewa kile ambacho anakuwa anamaanisha, kwa sababu lengo la mtu paka kuja kukaripia au kufoka, maana yake anataka uelewe kile ambacho hajapendezwa nacho. Kwa hiyo ukielewa, maana yake unapunguza upinzani. Sasa namna ya kulitumia neno hili kwa usahihi. Jambo la kwanza ni sauti. Usiongee sauti ya chini sana, ongea sauti ya kawaida, lakini sauti isiwe juu sana. Ukiongea sauti ya juu sana na ukao unaongea kwa haraka, ni ishara kisaikolojia kama unadharau. Unakuta mtu anakuambia nimekuelewa. Sasa hiyo itakuwa haina ladha nzuri. Jaribu kusema sauti ambayo inakuwa ni ya kawaida, lakini pia inakuwa inaonesha kile kitu unachokisema kina maana kwako. Lakini macho, unapoongea na mtu jitahidi umwangalie machoni. Kuna nguvu kubwa zaidi ya mtu kutumia macho pale anapokuwa anaongea na mtu, kwa sababu asilimia kubwa, unajua kisaikolojia, macho ndio dirisha la nafsi. Yaani ukitaka kujua kile kitu ambacho kinaendelea kwa mtu, muangalie machoni. Unapomwangalia mtu machoni, kwanza kile unachokisema mtu anaona kwamba unakimaanisha, lakini pia inaonyesha kwamba unaamini kile unachokisema. Lakini kwa nakupesha macho au umeangalia pembeni au umeangalia chini, tena kuangalia chini ndio mbaya zaidi, kwa sababu ni ishara ya woga au wasiwasi au huamini kile unachokisema. Kwa mara nyingi muangalie mtu machoni na usimkodolee, kwa sababu ukimkodolea itakuwa inaonyesha kwamba unamshinikiza kwa hilo jambo ambalo unamwambia. Muangalie tu kawaida, tunasema uangaliaji ule wa kawaida, eye contact ile ya normal wa kawaida, alafu pia mwambie nimekuelewa. Hiyo itakufanya wewe huyo mtu apunguze ile hali ya kuja kukushambulia. Lakini pia jifunze, unaposema nimekuelewa, usijitetee, usianze kueleza maneno mengi, kwa sababu utaingia kwenye mtego wa mabishano, na ukianza kubishana na huyo mtu basi utachochea hasira yake zaidi. Lakini ukiamua kuongeza sentensi, ongeza sentensi moja fupi. Sema nimekuelewa, nitalifanyia kazi. Sio uanze kusema nimekuelewa lakini pia nawe unanisumbuaga sini. Hapo utakuwa unaharibu kabisa na utamfanya yule mtu aendelee kupata hasira kali zaidi na atakushambulia kwa viwango vikubwa zaidi. Hasa kuna tahadhari ya kutumia hili neno la nimekuelewa.
Jambo la kwanza kabisa ndio kuzingatia, epuka kusema neno hili kwa kejeli au huku unachezea simu, kwani linaweza kuonekana kama unamdharau na hivyo kuongeza moto badala ya kuuzima. Unakuta mtu anakuambia nimekuelewa, au anamwambia mtu nimekuelewa, lakini yuko busy anachezea na simu au anaangalia TV au anafanya kitu kingine. Kisaikolojia inakuwa inaonyesha kwamba unamdharau huyo mtu unaomwambia. Kwa hiyo baada ya kupunguza hasira utachochea hasira zaidi. Kwa mtu mwambie nimekuelewa, mwangalie machoni, tumia sauti ya taratibu ambayo sio kali, lakini pia usiendelee kuongea maneno mengi zaidi. Nimekuelewa linatosha na litamfanya wewe mtu, unajua hisia ya mtu ni kutambuliwa. Ndio maana mtu anavaa vizuri, anapendeza, anajitahidi kufanya jambo kubwa ili tu atambuliwe. Anza tu kumwambia mtu hata kwa jambo lolote anaokuja kukuambia, mwambie ninakuelewa au nimekuelewa. Utaanza kuona anavyokupenda, kwa sababu asilimia kubwa hisia ya watu wote ni kutambuliwa. Sasa mtu ukimpa hiyo hitaji lake ambalo binadamu wote wana njaa ya hilo hitaji, atakuheshimu na utapunguza kabisa hiyo hali ya yeye kukushambulia. Lakini neno la pili ni pole. Unajua neno pole lina nguvu zaidi kwa sababu huwa linatumia impulse. Impulse tuseme kwa lugha rahisi ni kuhisi maumivu ambayo anahisi mtu mwingine, au kuishi kama vile mtu mwingine anavyoishi. Yaani kuvaa viatu vya mtu mwingine ndio impulse. Yaani kwa mfano mtu ana maumivu, basi na unaonyesha kama na wewe unaumia. Hiyo ndio impulse. Hasa neno pole lina nguvu kwa sababu huwa linagusa kwenye moyo wa mtu, na mara nyingi linabadilisha kabisa mtu kukuona kama adui na baadaye anakuona kama mfariji. Kwa sababu mara nyingi mtu ukimwambia pole, unamtoa kwenye ule mtazamo wa kuchukulia wewe ni adui, anaanza kukuona kama mfariji, na hapo utapunguza kabisa ile hali ya yeye kuja kukushambulia, kwa sababu anakuwa anaona kama unaelewa kile ambacho anapitia, unaelewa maumivu ambayo yeye pia anayapitia baada ya yeye kujisikia vibaya. Sasa kwa nini linafanya kazi hili neno la pole unapoenda kumwambia mtu mwenye hasira kali? Jambo la kwanza kabisa, linatambua maumivu. Kwa sababu kama mtu amekuja kukushambulia, amekuja kuwa na hasira kwako, maana yake amepitia maumivu. Sasa unapomwambia pole, maana yake umeelewa yale maumivu anayoyapitia. Lakini linavunja kiburi. Unajua mara nyingi watu ambao wamekuja kwako kukushambulia, mara nyingi wanakuwa na ile hali ya kujihisi kutokusaminiwa na kuonekana wa maana. Sasa unamwambia pole, maana yake wewe unakuwa umejishusha na kuwasamini wale watu ambao wamepata changamoto na wewe. Kwa unaposema pole, maana yake yule mtu kile kiburi chake kinavunjika, na yule mtu anaanza kukuona kama wewe ni mtu ambaye uko tofauti na adui, na anaanza kuona kama ni mtu ambaye unaelewa kile anachokipitia. Lakini linatofautisha kati ya mtu na tatizo. Unapomwambia mtu pole, unamtofautisha mtu na lile tatizo na kumuona yule mtu ambaye amekasirika kwa sababu ya changamoto ambayo mmepitia pamoja. Unamtofautisha kwamba badala ya kuona lile tatizo kwamba kwake ni kubwa, wewe unakuwa unaonyesha kwamba unasamini ule mtu kwamba ana umuhimu sana kwako kuliko lile tatizo ambalo limetokea, haijalishi ni la namna gani. Lakini ina nguvu kubwa kwa sababu unaposema pole, maana yake unakuwa unaingia kwenye moyo wa mtu na kufuta yale maumivu. Yaani inakuwa kama dawa ya mtu ambaye ana maumivu ya hiyo hali ambayo umemfanya mpaka mtu akaipata. Inaweza kuwa labda maneno au jambo lolote ambalo umemsababishia mtu mpaka akajisikia vibaya. Sasa namna ya kutumia neno hili kwa usahihi. Sasa kuna wakati wa kusema. Jambo la muhimu zaidi, usimwambie mtu pole pale mtu ambapo anaongea au anaelezea jambo fulani ukamkatiza kwa kusema pole. Hiyo itakuwa haina maana kisaikolojia, itakuwa kama unamshinikiza. Lakini pia subiri mtu pale ambapo anaongea sentensi akamaliza, ndio unaweza kumwambia pole. Yaani kwa mfano mtu anakuelezea jambo akamaliza, ndio mwambie pole. Lakini pale mtu ambapo labda amepumua, amevuta pumzi, anataka kuambia jambo fulani, hapo unaweza kumwambia pole. Lakini sauti yako pia zingatia. Sauti lazima iwe ya kawaida na hiyo inaonesha huruma. Usimwambie mtu pole, hiyo itakuwa inaonyesha dharau. Lakini ukionyesha huruma, tunaita sincerity, mtu anaona kile ambacho unaongea kina maana kubwa, unakimaanisha yani. Lakini tumia lugha ya mwili. Kisaikolojia kuna baadhi ya ishara ukiwa unazifanya huwa zinaonesha kwamba unamaanisha hicho kitu unachokisema. Kwa mfano kufanya head nodding. Hii ni kutikisa kichwa. Unapomwambia mtu pole afu anatikisa kichwa, kwenye ubongo wake wa ndani ambao tunaita subconscious mind, unakuwa una uasili. Unakuwa unamfanya mtu aamini kile unachokisema ni cha ukweli. Kwa hiyo unapomwambia mtu pole afu anza kutikisa kichwa, yule mtu anayekusikiliza ataona kile unachokisema unakiamini na wewe unakisema kwa kuimaanisha. Kwa hiyo hapo mtu atapunguza ile hasira yake. Yaani kwa lugha rahisi, unapomwambia mtu pole, unamtoa kwenye ule mtazamo wa kuona wewe adui na kuona mfariji. Kwa hiyo hawezi kuja kukushambulia. Na anza hata kulitumia hata leo. Kwa mfano mtu kaja kukushambulia kwa hasira, mwache kwanza amalize kuongea afu mwambie pole, alafu usiongee tena.
utamfanya huyo mtu abadilike na aanze kuacha kushambulia na aanze kuona kama wewe ni mfariji kwake. Maana umekuwa umetambua maumivu ambayo yamemfanya mpaka akajisikia hivyo. Sasa mtego wa kuepuka katika neno hili pole. Usitumie pole kwa njia kumfanya mtu anyamaze ili uendelee na mambo yako. Yaani tunaita hii dismissive, au itumie kuonesha kuwa unatambua kuwa amekwazika. Kwa mfano, badala ya kusema pole basi aishe, sema pole na unyamaze ukimpa nafasi ya kushusha pumzi. Kuna wale watu ambao wanasema basi pole aishe, hiyo inakuwa sio nzuri, au pole bana, hiyo inakuwa inamkata kabisa mtu na mtu ataendelea kuwa na hasira zaidi zidi yako. Lakini mtu msubiri mpaka ameweza kuongea afu mwambie pole, alafu wewe tulia, mpe nafasi. Kuna nguvu ya tactical silence, ukimya wa kimkakati. Kama hujapitia video hiyo, kaipitie uiangalie. Kuna namna ya kusubiri kidogo unapokuwa unaongea na mtu ili umfanye yule mtu ajisikie vizuri na ile neno unalosema uliwekee mkazo zaidi. Kama hujapitia video, nikusii ukaiangalie, utajifunza vitu vingi zaidi. Lakini neno la tatu ni samahani. Sasa samahani neno lenye nguvu zaidi kwa sababu kwanza linavunja ile hali ya ushindani. Kwa sababu lengo la watu kubishana au kushambuliana, maana yake kuna mmoja anataka adhibitishe kwamba yeye ni mshindi. Sasa unaposema samahani, na linahitaji hekima kwa sababu mtu anayesema samahani maana yake anajishusha, anavunja ile ego. Ego tunasema ni kiburi. Maana yake mpaka mtu mwambie samahani. Watu wengi unajua sasa hivi hawapendi kusema samahani. Naona tajishusha, ndaonekana ovyo, lakini inahitaji ujishushe. Na ukiweza kuitumia vizuri inaweza kukusaidia kwa sababu inapunguza ushindani. Kwa sababu lengo la mtu kuja kukushambulia au kufokea, maana yake anataka adhibitishe kwamba yeye ameshinda au aonekane kwamba wewe umemkosea. Kwa sababu unaposema samahani maana yake unakuwa umepunguza ile hali ya ushindani na utamfanya yule mtu ajisikie vizuri na atoke kwenye ile hali ya kuanza kukushambulia. Sasa kwa nini hili neno lina nguvu ya pekee? Jambo la kwanza kabisa, linamaliza hitaji la haki. Kama nilivyosema awali kwamba mtu anapokuja kushambulia anakuwa na haki ya kutaka kudhibitisha kwamba yeye ni mshindi au amekosewa. Kwa hiyo unapomwambia samahani maana yake umeshampa hiyo nafasi. Kama ule msemo unasema basi umeshinda, yani umempa kwamba we basi ni mshindi, chukua tuzo wewe. Ndio unakuwa unamaanisha hivyo. Yani ukimpa samahani mtu maana yake unakuwa umemwalishia kwamba yeye ameshinda. Lakini linatibu vidonda vya moyo. Unaposema samahani ni kama dawa, unamfanya ule mwenzako ajisikie vizuri. Maana yake unakuwa umetambua kile ambacho wewe umemfanyia sio kizuri na umejishusha. Lakini linabadilisha mazingira kwa sababu sehemu ya mara nyingi ya asilimia kubwa ya mtu kuwa anajisikia vibaya au mtu kukasirika, maana kuna vitu ambavyo mmwambia, lakini ukimwambia samahani, mabadiliko yanatokea makubwa katika mazingira ambayo mlikuwa nayo katika hiyo hali. Na huyo mtu anabadilisha kabisa mtazamo, kwa sababu mtu aje kwamba kwa kuanza kukufokea na kushambulia, maana yake anakuwa na lengo la kutaka kudhibitisha kwamba yeye anataka ashinde au akuoneshe kwamba umemkosea kwa jambo ambalo umelifanya. Unaposema samahani unabadilisha kabisa mazingira. Yale ya ushindani yanakuja katika mazingira ya maelewano au ya maliziano. Sasa siri ya kulitumia hili neno bila kuleta ubishi zaidi. Jambo la kwanza kabisa, usijitetee. Unaposema samahani usianze kuelezea ukasema samahani lakini na uli nikoseaga juzi nani, hapo utakuwa unaharibu. Utakuwa unafuta kabisa ile maana ya samahani. Unajua neno lakini kisaikolojia maana yake ni kama kukanusha. Epuka sana maneno. Kuna maneno nitakuja niwafundishe kati ya lakini na bado. Unaposema lakini ni kama unakanusha ile sentensi ya mwanzo. Yaani ukisema jambo lolote ukasema mbele yake lakini, lazima kunakuwa na ukanushaji. Ndio maana hata shetani alipomfuata Eva kumjaribu alisema lakini. Yaani lakini maana yake unakuwa na question mark kile kitu ulichosema mwanzo. Kwa hiyo usijitetee zaidi. Sema samahani, nimekuelewa. Unaweza kutumia maneno ambayo tumejifunza kuongezea na haya ikaleta mvuto zaidi. Samahani, nimekuelewa, au samahani, pole. Unaona, yani inaleta ladha nzuri. Lakini sauti na macho. Sauti lazima iwe nzuri, isiwe ya juu zaidi au isiwe ya chini au isiwe kali. Lakini macho, jitahidi kumtazama mtu machoni, usiangalie pembeni. Kuna nguvu kubwa kati ya kumtazama mtu machoni. Unapokuwa unaongea na mtu kwa unaangalia pembeni, unaangalia chini, ni ishara kisaikolojia huamini kile unachokisema. Lakini kubali matokeo. Mara nyingi asilimia kubwa watu wengi hawapendi kuonekana wameshindwa. Lakini unapokubali kuona mahusiano ya na huyo mtu ni muhimu zaidi kuliko malumbano, utajifunza kuishi na watu vizuri na kusema samahani. Lakini ukitaka kwamba kila kitu unachoingia lazima wewe ushinde, utajikuta hauishi na watu vizuri. Lakini kubali matokeo kwamba hili jambo lazima nimwambie huyo mtu samahani kwamba kuna kitu aidha mimi nimekikosea, na ukishagundua kwamba kuna sehemu labda umefanya mistake, wahi kumwambia mtu samahani ili
ulete matokeo mazuri, lakini watu hawapendi sana kukubali matokeo. Anataka wewe nimuoneshe leo na yeye ajifunze. Hapana, hapo utakuwa unakosea. Sasa hili neno linapofaa zaidi, mara nyingi ni neno muhimu sana pale unapogundua kuwa kitendo chako au neno lako au hata ukimya wako umemkwaza mwenzako, hata kama ukumaanisha kumuumiza. Ni daraja la haraka la kurudisha mawasiliano yaliyovunjika. Neno samahani lina mvuto zaidi pale ambapo unapogundua kwamba kuna kitu umekisema au kitendo au hata ukimya wako au jambo lolote uliofanya limemfanya mwenzako akajisikia vibaya. Hapo sasa ndio sehemu ya kusema samahani, naomba yaishe, au samahani, nimekuelewa. Kwa hiyo usiwe na maelezo mengi zaidi. Hata kama ukitumia sentensi, basi tumia sentensi fupi, usielezee zaidi. Hapo utakuwa unaleta mvuto zaidi. Lakini watu wengi wanakoseaga, anasema samahani alafu bado anaanza lakini na nini. Hapo utakuwa unaharibu kabisa saikolojia ya mbinu hii. Yaani maneno haya yatakuwa hayana nguvu kabisa. Lakini neno la 4 ni tushirikiane. Sasa unajua asilimia kubwa mtu anayekuja kushambulia mara nyingi huwa anakuchukulia kama adui. Unaposema tushirikiane, maana yake unakuwa unamuonesha kama basi sasa unataka kuwa watu wa moja, yani unataka kuwa karibu na kufanya suluhisho la utatuzi. Kwa sababu hili neno linabadilisha mtazamo, badala ya kuanza kushindana ni kushirikiana, kuangalia namna gani mnaenda kutatua hilo jambo. Na hiyo hali inamfanya yule mtu anakuja kushambulia haoni kama sasa mpo kwenye ushindani, anaona kama mpo kwenye sehemu ya kushirikiana kutatua changamoto ambayo imewafanya mkajisikia vibaya. Sasa kwa nini neno hili lina nguvu? Jambo la kwanza, linavunja ukuta wa mimi zidi yako. Mara nyingi unajua mtu anakuja kushambulia anakuwa na kuona wewe uko against na yeye. Kwa anakuja anatumia nguvu kubwa zaidi kukuhalishia wewe kwamba wewe ndio umekosea. Lakini unaposema tushirikiane na tuone jambo gani hili tunalitatua, na mara nyingi mbinu inafanya kazi kwenye mazingira ya kazini. Unakuta mtu anakuja kushambulia kuhusu ripoti au jambo fulani, unaambia basi naomba tushirikiane tuone ndo natatuaje hili tatizo. Lakini linampa mtu nguvu, empowerment. Mara nyingi mtu unapomwambia tushirikiane, unakuwa unamtambua, unamsamini kwamba na yeye ana mchango kwako kuangalia namna ya kutatua hiyo changamoto. Kwa hiyo unamjenga kisaikolojia kwamba anaona kwamba na yeye kwamba ana nafasi ya kushirikiana kutatua sehemu ya tatizo ambalo limetokea. Lakini linahamisha akili, tunasema brain shift. Unajua mtu anapokasirika huwa sehemu ya ubongo inayofanya kazi inaitwa amygdala, inao control hisia. Lakini sasa unaposema tushirikiane, unakuwa unamtoa kwenye ile sehemu ya amygdala unamrudisha kwenye prefrontal cortex. Hii ni sehemu ambayo inamfanya mtu afikiri kawaida. Baada ya kwanza kutumia hasira ambayo inaongozwa na hisia, anarudi kwenye ubongo ambao unatumia ufahamu wa kawaida ambao tunaita hii sehemu ni prefrontal cortex. Kwa mtu anapoanza kufikiri kwa kawaida hataweza kuongozwa na hisia, na hisia waga zinamuongoza mtu kufanya vitu ambavyo hata baadaye anaweza kuja kujutia. Sasa namna ya kulitumia neno hili kwa ufasaha, litamke kama mwaliko, sio amri. Unaweza kumwambia samahani, naomba basi tushirikiane tuone tutatuaje hili tatizo. So useme tushirikiane, yani usifanye kama amri, lifanye kama mwaliko wa wewe kushirikiana naye kutatua hilo changamoto. Lakini tumia lugha ya mwili. Mara nyingi jitahidi unapokaa naye miguu yako ielekee upande ambao yeye pia anaelekea, kwa sababu kisaikolojia unapokuwa unaongea na mtu miguu yako ikaenda sehemu nyingine au mwili wako kaangaa sehemu nyingine, kama ni mtu anaofahamu mambo ya saikolojia atakuwa anaona haupo tayari kushirikiana naye. Lakini kisaikolojia pia unaweza kumwasili mtu, kwa sababu unajua lugha ya mwili inaweza kuasili pia na akili. Unapokaa ukimtazama kuelekea upande wake, ubongo wake unatafsiri kwamba mko kweli tayari kwa ajili ya kushirikiana kutatua hiyo changamoto. Lakini muda sahihi, jitahidi subiri mpaka mtu amemaliza kuongea, usimkatishe. Watu wengi wanakosea, wanamkatisha mtu pale mtu anapokuwa anaongea. Unajua hitaji la mtu kubwa ni kumsamini na kumtambua. Unapomkatisha mwanako unakuwa kama umemdharau. Mwache mtu aongee, baadaye mwambie samahani, nimekuelewa, naomba basi tushirikiane tuone tunatatuaje hii changamoto ya hapa kazini. Atakuheshimu na mtapunguza ile hali ya mgogoro na mtu huyo ataacha kukushambulia kabisa. Lakini sasa tuangalie mifano ya nguvu ya neno tushirikiane. Badala ya kubishana kuhusu nani kachelewa au nani kakosea, kusema tushirikiane kunafanya mazungumzo yawe tushirikiane kuona jinsi gani hili lisitokee tena, au tushirikiane kurekebisha kosa hili. Neno hili ni sana bora sana katika mazingira ya kazi, biashara, mahusiano ambapo lengo moja linatakiwa kufikiwa. Kati ya maneno 4 ambayo tumejifunza, kwa mfano nimekuelewa, pole, samahani na tushirikiane, ni lipi unahisi limekuwa changamoto zaidi kulitumia katika hali yako ya sasa? Hebu jievaluate.
jambo gani ambalo ulishawahi kupitia ambalo ukaingia mgogoro na mtu akaja kushambulia, na haya mambo ambayo tumejifunza manne uliona ni ngumu kuyatumia, na leo basi baada ya kujifunza anza kuyatumia. Hebu niambie katika comment ni neno gani ambalo limekugusa zaidi na wewe utaanza kulitumia, na niambie umejifunza nini, na nitafurahi kuona maoni yako. Asante sana kwa kunisikiza kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Mimi naitwa Elikhan TZ, the head of the world. Usahau kusubscribe. Bye bye na uwe na siku njema.